Hali gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mbayu TV, nipo hapa kukujuza kwamba mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amewakosoa vikali wanasiasa na viongozi wa Afrika kwa tabia yao ya kung'ang'ania madaraka kwa maslahi binafsi. Akizungumza katika kikao cha kujadili masuala ya demokrasia barani Afrika katika kitivo cha sheria Chuo Kikuu cha Makerere, Uganda, Lissu ameainisha mbinu mbalimbali zinazotumiwa na viongozi wa Afrika kuendeleza udhibiti wa kisiasa kwa kisingizio cha kulinda katiba. Kulingana na kituo cha habari cha DW, Lissu ameeleza kuwa viongozi wengi wa Afrika wanaanza kwa kuhamasisha uzalendo na kuungwa mkono na wananchi, lakini wanapopata madaraka hujenga mifumo inayodhoofisha demokrasia. Amesema mfano halisi ni serikali ya Uganda ambayo imehusisha jeshi katika siasa za nchi, hali inayohatarisha misingi ya utawala wa kidemokrasia. Katika hotuba yake, Lissu amesema kuwa Mwalimu Julius Nyerere alitoa mchango mkubwa katika uongozi wa Afrika, lakini baadhi ya viongozi waliiga mifumo yake ya udhibiti wa taasisi za kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa manufaa yao binafsi. Namnukuu Tundu Lissu akisema kwamba kuhusika kwa majeshi katika siasa za taifa ni hatari sana. Mwalimu Nyerere aliwafunza viongozi wengi wa Afrika namna ya kutumia majeshi katika kudhibiti upinzani. Itakuwa vigumu kuondoa hali hiyo, amesema Tundu Antipas Lissu. Ameeleza kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni alilelewa kisiasa na Nyerere na kwamba mifumo ya kisiasa anayoitumia sasa aliiga kutoka kwake. Katika kikao hicho kilichohudhuriwa na wasomi na wanafunzi wa sheria, mjadala umeibuka kuhusu uhuru wa kujieleza kama msingi wa demokrasia. Baadhi ya wasomi wameeleza kuwa changamoto kubwa ya utawala wa Afrika ni pale wananchi wanaponyimwa uhuru wa kujieleza na kushiriki maamuzi ya taifa. Hata hivyo, mmoja wa wasomi hao, Dr. Daniel Luheza, amesema kuwa japo Nyerere aliwahi kufanya maamuzi pasipo kuwashirikisha wananchi, baadaye wengi walikuja kuona faida yake. Namnukuu akisema kuwa wakati mwingine kiongozi anafahamu kile ambacho raia hawawezi kukubaliana nacho, lakini baadaye kinakuwa na manufaa kwa taifa kwa ujumla, amesema Dr. Luheza. Lissu amewataka viongozi wa Afrika kuiga mfano wa Nyerere wa kuheshimu ukomo wa madaraka na kuachia nafasi baada ya kuhudumu kwa mihula miwili baada ya kung'ang'ania madaraka. Namnukuu Lissu akisema kuwa angalau wajifunze yale mazuri ya Nyerere, hasa ya kuachia madaraka kwa hiari na kuheshimu utawala wa awamu mbili, amesema Tundu Antipas Lissu. Pia amesisitiza kuwa wanasiasa na wanasheria wanapaswa kushirikiana katika kuhakikisha kuna kuwepo na utawala wa kidemokrasia, haki za binadamu na kulinda katiba za nchi zao. Huyo ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu siku ya hapo jana, wakati akizungumza katika hotuba ambayo ilikuwa imeandaliwa na Chuo Kikuu cha Makerere pale nchini Uganda. Ameweza kuzungumza vitu vingi sana katika kuijadili demokrasia ya bara la Afrika, ambapo sasa Lissu hakuwa mnyonge kiasi hicho. Aliweza kumkabili Yoweri Museveni moja kwa moja, akimtaja kwamba ni moja ya viongozi ambao wameweza kung'ang'ania madaraka kwa muda mrefu, licha ya kwamba aliweza kupata mafunzo ya kiuongozi kutoka kwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ameweza kumchana kabisa kwamba amekuwa ni mtu ambaye analitumia jeshi katika kuongoza serikali, kitu ambacho anaona kabisa inakuwa inahatarisha hali za kisiasa za taifa husika, kwa sababu wananchi mara nyingi wanakuwa ni waoga katika vyombo hivi vya usalama. Mwisho wa siku itawapelekea wananchi wakawa wanahofu na kushindwa kuweza kutimiza majukumu yao ama haki zao za msingi kwa uhuru na hiari yao, kitu ambacho Tundu Lissu amekuwa akikipinga kwa muda mrefu hata akiwa hapa nyumbani Tanzania. Huu ndio uthubutu ambao Tundu Lissu ameweza kujaliwa nao. Ni moja ya viongozi ambao hawaogopi kuweza kumkabili mtu yeyote pindi ambapo anakuwa anajenga hoja, na ni moja ya viongozi ambao ni wasomi katika level ya sheria hapa nyumbani Tanzania, lakini elimu yake imekuwa ina manufaa makubwa katika bara zima la Afrika, kwa sababu amekuwa ni moja ya watu ambao anajenga hoja ambazo mwisho wa siku zimekuwa zina mchango si kwa Tanzania peke yake, lakini pia hata ukitoka nje ya mipaka ya Tanzania unakuta ni moja ya viongozi ambao hoja zao zimekuwa zikisaidia maendeleo mbalimbali
ya bara hili la Afrika. Bana, nikukumbushe kama bado haujasubscribe YouTube channel ya Mbayu TV, basi unapitwa na vingi. Hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Pia pale Instagram utufuate, huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Huko pia tunakuelimisha na kukuburudisha wewe. Uwe na wakati mwema mtazamaji wa Mbayu TV. Ni David Edward.